kanuni za uchaguzi na kanuni za maadili ya uchaguzi. Pili, kuzingatia ratiba za kampeni. Tatu, kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha kuwa uchaguzi unakuwa wa haki, huru na amani. Na nne, kuepuka vitendo vya kuvuruga uchaguzi wa aina yoyote. Na baadhi ya mambo ambayo vitakiwa kufanya, mosi ni kuepuka kufanya fujo. Pili, kuepuka kutumia lugha za matusi, kejeli na udhalilishaji. Tatu, kuepuka kufanya vitendo vinavyoashiria unyanyasaji wa kijinsia. Nne, kuepuka kufanya kampeni kwenye majengo ya ibada na kuepuka kutoa rushwa na mengine ambayo yapo kwenye kanuni hayo. Hapo nisoma kwa muhtasari. Kwenye kanuni hizi serikali imepewa wajibu wake. Nitataja kwa baadhi ya maeneo ambayo serikali ina wajibu kwenye kanuni hizi. Mosi ni kutoa fursa sawa kwa wadau wote wa uchaguzi ili kuendesha shughuli za kisiasa kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria za nchi. Pili, kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi. Tatu, kutoa fursa sawa kama vya siasa penye wagombea nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais kutumia vyombo vya habari vya umma na utangazaji vinavyotumika na serikali kutangaza sera zao. Na nne, kuhakikisha kuwa viongozi na watendaji wake wanazingatia ipasavyo ukomo wa mamlaka na madaraka yao katika shughuli za uchaguzi. Na baadhi ambayo yasitakiwa kufanya na serikali kama ifuatavyo. Mosi, haitakiwi kuingilia na kuzuia isivyo halali mikutano iliyoitishwa na vyama vya siasa au wagombea kwa mujibu wa ratiba za uchaguzi. Pili, vyombo vya ulinzi na usalama kutumia madaraka yao visitumie madaraka yao kukandamiza wagombea, wafuasi au chama chochote cha siasa. Tatu, hakikisha mtumishi wote wa serikali ambaye anahusika na shughuli za uchaguzi hahamishwi kutoka eneo ambalo anashughulikia uchaguzi mpaka hapo uchaguzi utakapokuwa umekamilika. Kwa upande wa tume yote ya uchaguzi yanapaswa kufanya na tume nimetaja kwa kifupi tu. Mosi ni kuzingatia katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 sheria za uchaguzi na sheria za nchi katika usimamizi wa uchaguzi. Pili, kusimamia na kuendesha uchaguzi katika misingi inayowezesha uchaguzi kuwa huru na wa haki. Tatu, kupatia vyama vya siasa ratiba na taarifa za uchaguzi kwa wakati. Nne, kutoa elimu ya mpiga kura kwa nchi nzima. Tano, kuvipatia vyama vya siasa kanuni, maelekezo ya tume, nakala za daftari la wapiga kura na nyaraka zingine zinazohusu masuala ya uchaguzi kwa wakati. Na sita, kukemea vitendo vyenye nia ya kuharibu uchaguzi vinavyoweza kufanywa na viongozi wa siasa, wagombea au wafuasi wao. Na baadhi ya mambo ambayo tume haitaki kuyafanya ni mosi, kupendelea chama chochote cha siasa au mgombea yeyote, kubadilisha ratiba za kampeni za uchaguzi bila kushikia vyama vya siasa vyenye wagombea katika ngazi mbalimbali. Na tatu, kuchelewa au kutokupeleka vifaa pungufu katika vituo vya kupigia kura bila sababu za msingi. Ndugu waheshimiwa viongozi, utekelezaji wa maadili. Katika kutekeleza kanuni za maadili kutakuwa na kamati za maadili katika ngazi ya kata, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya taifa, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya jimbo na kamati ya maadili ngazi ya rufaa. Na wajumbe wa kamati hizi watakuwa ni mwanachama mmoja kutoka kwa kila chama cha siasa chenye mgombea kwa nafasi husika, kwa maana nafasi kiti cha rais, mbunge na diwani. Wajibu wa kusaini maadili ya kanuni za uchaguzi. Kama nilivyosema mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili cha sheria ya uchaguzi na madiwani namba 1/2024 kikisoma pamoja na aya ya 1.2 ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025, kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na wahusika kwa kila chama cha siasa, serikali na tume ya uchaguzi. Aidha, chama ambacho kitasaini maadili haya hakitashiriki uchaguzi wa rais na madiwani utakofanyika mwaka huu na chaguzi zingine zote ndogo zitakaofanyika kwa muda wa miaka 5. Hitimisho, ndugu viongozi wa siasa, maadili ya uchaguzi ni muhimu katika kuwezesha uchaguzi huru na wa haki. Hivyo ni muhimu wa pande zote ziweze kuhusika na kusaini maadili haya. Mchakato wa maadili ya uchaguzi wa madiwani ulifanywa kushirikiana na wadau kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti. Aidha, tunawashukuru wadau wote kwa michango na maoni tuliyotoa wakati wa maandalizi ya kanuni hizi. Waheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza.